wenye vita hapa. Nataka nizungumze na wale wenye vita. Siongei na mapoza, naongea na wale wenye vita. Naongea na watu wenye vita katika ulimwengu wa kiroho. Naongea na watu wenye vita katika mwili. Naongea na watu wenye vita, wenye vita, wenye vita. Kwa nini una vita? Kwa nini una vita? Kuna wakati ambao watu wana vita ni kwa sababu unapoona vita ni kwa sababu unapoiona vita ni kwa sababu iko sababu ya kwa nini wewe una vita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna sababu kwa nini wewe una vita. Kwa nini wewe una vita? Haleluya. Niko sababu kwa nini wewe una vita. Niko sababu kwa nini wewe una vita. Sababu ipo. Haleluya. Haleluya. Wanadamu wanasema mti wenye matunda matamu ndio unaorushiwa mawe. Na siku zote ukiona una vita, maana yake ni moja ya kujipima kiwango ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Ni moja ya kwamba unapofuatiliwa wewe ni mtu unaozaa matunda. Unapoona kuna mawe yanakuja kwako, ujue kabisa ya kwamba liko tunda limeiva kwako, yako mema na kwako. Unapoona mishale inaelekea kwako, jua kabisa wewe ni dhahabu, jua kabisa wewe ni almasi, jua kabisa wewe ni mgodi. Ndio maana kuna vita. Unapokaa unastarehe hauna vita, wewe sio mgodi. Ni ardhi kame isiyolimwa kamwe, ni jangwa kavu lisilo na unyevu ndani yake. Lakini unapoona vita, wewe ni chemichemi iliyo hai. Unapoiona vita, wewe ni chemichemi iliyo hai. Unapoiona vita inasongamana kwako, jua kabisa ya kwamba wewe ni mzeituni wa Bwana, wewe ni mzabibu wa Bwana. Familia yako ndio matawi, na hao ndio ambao wanalima na kupaliliwa na mkurugenzi wa Bwana aliyekuwa mwenyewe. Naongea na watu ambao wana vita hapa, naongea na watu ambao wana vita hapa. Haleluya, 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 haleluya. Kuna watu wana vita hapa. Watu wenye vita ni watu ambao wanatazama kwa namna kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Unapoona una vita katika ulimwengu wa kiroho, kuna watu wanavigisugigisha juu yako, kuna watu wanaleta maneno juu yako. Jua kabisa iko faida wameiona, iko faida wameiona. Unapoona kuna upinzani, jua kabisa wewe ni mfalme, jua kabisa wewe ni mtawala, jua kabisa wewe ni mshindi. Walikuwepo Bwana waliitwa Daudi, walikuwepo waliitwa Daudi wakawa wana vita ya Sauli, walikuwepo waliitwa Musa wakawa wana vita ya Farao, walikuwepo watu waliitwa Hana wakawa wana vita ya Penina. Ni kwa sababu kesho yao inang'aa, ni kwa sababu wao wanang'aa. Hilo ndilo jibu kwa nini una vita wewe. Hebu nisikilize kwa makini. Unapoona una vita, kuna watu wanaachilia maneno mabaya kwako, jua kabisa ya kwamba wameona kuna namna ambavyo una vitu ambavyo wao hawana, una nguvu ambayo wao hawana, una akili ambao wao hawana, una uwezo ambao wao hawana. Sikiona watu ambao wana uwezo kuliko wengine, sikiona watu ambao wana akili kuliko wengine. Unapoona watu wanakusambama, naongea na watu walio hai mahali hapa. Unapoona watu wanakuandama, jua kabisa ya kwamba haleluya. Unapoona kuna vita nyumbani kwako, jua kabisa wameiona familia yako sio ya kawaida. Unapoiona ya kwamba familia ya Yesu haina amani, jua yuko Daudi pale ndiye anayesababisha vita. Unapoiona familia ya moyo wa Hana una vita, jua kabisa yuko Samueli anakuja. Unapoiona familia ya Daudi na vita, jua kabisa yuko atazaliwa, huyo ndiye mzaliwa wa kwanza, Yesu Kristo aliye hai. Unapoona una vita, wameiona nyota yako, mamajusi hao wakaifurahia, lakini Herode akachukia kwa sababu ya nyota yako. Wako Herode wamechukia sana, wako kina Farao wanaua watoto wako, lakini wacha nikwambie leo, wanawatafuta watoto wako kwa sababu wamesikia iko fimbo inaitwa Musa itakuja kuwabandua watu hao katika giza nene, itawatoa watu hao. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapoona vita, jua kabisa ya kwamba wewe ni mzabibu uliye hai. Unapoona vita, jua kabisa ya kwamba mizizi yako imewatikisa wao. Ulio nayo ni kuwazidi wao, unavyoongea ni kuzidi wao, unavyofundisha ni kuzidi wao, unavyoomba ni kuzidi wao, unavyoona kwa macho ni kuzidi wao, unavyoweka
Unapoona kuna vita inakufuatilia, jua kabisa ya kwamba unaomba kuliko wao. Unapoona kuna vita inakuandama, jua kabisa shetani ameona unaharibu mamlaka yake, unaharibu ngome yake, unaharibu falme yake, unaharibu majeshi yake, unaharibu njia zake, unaharibu mapango yake. Ndio maana akanyanyua watu wakusogelee, wakurudishe nyuma, wakukatisha tamaa, wakuambia wachofanya sio, wakuambia unaharibu, wakuambia unakosea. Lakini wacha nikwambie leo, unapoona mambo kama hayo, anza kujitambua ya kwamba unapika kwenye moto ili kesho yako uweze kung'aa. Wewe ni mzabibu uliye hai Bwana, wewe ni mtu uliye hai kuanzia sasa. Unapoona kuna vita, jua kabisa ya kwamba wameiona nyota yangu inaangaza kuliko ya kwao. Walipocheka wakaiona ya kwangu tu, wakasema yuko mtu aliyezaliwa nyota yake tunaiona. Mamajusi walipotafuta habari hizo, wakaiona nyota mbele yao, Biblia inasema wakafurahi. Lakini yuko mtu anaitwa Herode. Inawezekana kuna Herode wa maisha yako siku ya leo. Alipoiona nyota akaandaa mashitaka, akaandaa mabaya kwa ajili yako. Lakini wacha nikwambie siku ya leo, mimi ni Bwana majeshi, nitasimama upande wako na kukupigania. Asema Bwana majeshi. Haleluya! Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Haleluya! Unapoona vita kabisa, wewe ni mzabibu uliye hai, wewe ni nyota inayoangaza. Kana kwamba shetani ameona kabisa ya kwamba kwa kuwepo kwako nguvu zake zinaharibika. Kwa kuwepo na mimi baraka, kuna vitu vinatikisika, kuna misingi inabomoka, kuna vitu vinaondoka. Maana anaposimama anasema rabaka yanderemo saka, kuna misingi inaondoka. Anapopita katikati ya giza, kuna mapepo yanaangamia. Nami wacha nikwambie leo, unapoona huna amani nyumbani kwako, jua kabisa ni kwamba Bwana jirani ana amani. Jirani sio mtu mwenye matunda wewe, jirani sio mzabibu wewe, jirani sio mzeituni wewe, jirani sio nyota inayong'aa. Nyota ni wewe, matunda ni wewe, mafanikio ni wewe. Ndio maana unaona kwamba una vita peke yako. Ndio maana unaona kabisa kwamba vita inakuja kwangu tu, vita inanilemea mimi tu. Wewe ni mtu wenye matunda, lazima mawe yarushwe kwako, lazima miti irushwe kwako, lazima mishale irushwe kwako. Lakini Bwana leo anasimama upande wako wa kuume, anasema usifadhaike. Yuko Bwana majeshi ambaye siku ya leo anakwenda kukuinua. Haleluya, 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 haleluya. Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu wewe ni mfalme. Unapita kwa sababu baadaye wewe ni mtu wa maono. Unapita kwa sababu wewe unapoongea wanakerwa. Unapita kwa sababu wewe unasema iliyo kweli na waumiza. Unapita kwa sababu unakinzana na mawazo yao ya kibinadamu. Unapita kwa sababu unapishana kabisa na akili yao. Unapita kwa sababu uwezo wako sio uwezo wao. Ndio maana wanafanya vita na wewe. Haleluya, 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 haleluya. Hiyo vita tunakwenda kuirudisha kwao leo, na waliotengeneza vigisu leo mishale inawadondokea wao, leo mishale inaelekea kwao. Hebu sema wapigwe, wapigwe, wapigwe. Unapita kwa sababu wewe una asili ya Mungu ndani yako. Unapita kwa sababu tabia ulizo nazo ni za kiungu, lakini wale wanakinzana na wewe kwa sababu tabia zao ni za kipepo, asili yao ni ya kipepo, baba yao ni mwovu Ibilisi, na ndio maana wanafanya vita na wewe. Biblia inasema kwamba ashindanaye na Bwana atapondwa kabisa. Nami ninasema kwamba neno hilo likadhihirike juu ya vichwa vyao, wakapondwa kabisa, wakapondwa kabisa. Hebu sema wapondwe, wapondwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wapondwe kwa jina la Yesu.
nini unapita? Unapita kwa sababu una vitu kadha wa kadha ambavyo vinapelekea wewe kuwa na vita. Haleluya, 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 haleluya. Namba moja, nikupe vitu ambavyo vinakujibu swali hili, kwa nini unapita? Ninakupa majibu. Namba moja, unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Haleluya. Unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Haleluya, haleluya. Unapoona unapita, maana ni kwamba ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 36. Nitasoma tu mistari baadhi. Mwanzo ile sura ya 37 na mstari wa kwanza hadi mstari wa 36. Raba sekeribo kaya. Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Haleluya, haleluya. Utaona kwa habari ya Yusufu, ndugu zake wanamletea vigisu, ndugu zake wanamletea vita, lakini amekosea nini? Amewafanya nini? Jibu linakuja ni kwa sababu ya ndoto yake njema. Ndoto yake haikuwa ndoto zao. Ndoto yake na maono yake hayakuwa maono yao. Ndugu zake wakasema, tazama mwana ndoto huyu mwenye ndoto za maana na mbaya. Wao wakaziona ni mbaya kwa sababu ndoto zake hazikuwa ndoto za kwao. Unapita kwa sababu ndoto yako ni njema kuliko ndoto zao. Na ndio maana siku ya leo ndoto zako ni njema. Unaposema ninataka kesho nifanye hiki, ndoto zako ni njema, mipango yako ni mema, wao wanakasirika, wao wanakuwekea kinyume chake, wao wanakupinga. Hebu acha nikwambie siku ya leo, wanaposema wamekuuza, wamekufukuza, huko ndiko utakapokwenda kufanya waziri, huko ndiko utakapokwenda kufanya kuwa makamu, utakapokwenda kufanya kuwa makamu wa rais, huko ndiko ambako kazi yako itarudi, huko ndiko ambako biashara yako itasimama, huko ndiko ambako masomo yako yatafanikiwa, huko ndiko ambako uponyaji wako utaonekana. Haleluya, haleluya. Unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Haleluya. Biblia inasema kwamba, Biblia inazungumza wazi, Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17. Haleluya. Anasema alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Haleluya. Habari zao mbaya. Mstari wa 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Haleluya. Yusufu hakuwa anakaa na umbea, hakuwa anakaa na unafiki. Ndugu zake wanapokwenda kinyume, maana yake anapeleka habari, lakini hao ambao hawataki kweli ndio wanaofanya vita na wewe. Hao ndio ambao unaposema kweli, wao wanaona wanashushwa viwango, wao wanaona kama wanatukana. Lakini wacha siku ya leo waziri wako utimie, urais wako utimie, udaktari wako utimie. Acha siku ya leo ushindi wako udhihirike. Acha siku ya leo mambo yako ionekane. Acha siku ya leo utawala wako udhihirike. Haleluya, haleluya. Mstari wa 4. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote. Tazama jinsi ambavyo inavyokuwa. Yawezekana leo hii unapita kwa sababu Mungu anakupenda sana. Unapita kwa sababu Mungu anakusikia sana. Unapita kwa sababu Mungu
Biblia inaendelea kusema kwamba ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Lakini kumbuka ni kwamba ni kwa sababu Yusufu ni msema kweli. Siku zote wanaosema kweli lazima mpinga Kristo ingie ndani ya mioyo ya wapingao. Haleluya! Hili lazima liwe jibu na lipasuke leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanasema kwamba wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, na wakazidi kumchukia. Haleluya! Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu haleluya, unapita kwa sababu ndoto zako ni njema kuliko ndoto zao. Unapita kwa sababu unaposema ukweli wao wanachukia. Nami nasema kwamba ukweli utaunyoosha ukawa mshale ndani ya mioyo yao. Wakubali wasikubali, ukweli utasimama. Hata kama ni kwa ngumi utakaa tu, ukweli wa Bwana lazima usimame. Ukweli wa Bwana lazima ukae. Haleluya! Kitakacho kupeleka mbinguni sio kwa sababu unapendeza, sio kwa sababu unatabasamu, sio kwa sababu unalala ovyo kama unavyolala saa hii kwenye ibada, sio kwa sababu wewe unaomba kuliko wengine, sio kwa sababu wewe unafunga kuliko wengine. Ni kwa vile ambavyo unatembea sawasawa na Mungu anavyotaka, kanuni zake, mapenzi yake, unatii sauti yake, unasikiliza anataka nini, unasikiliza anasema nini, unasikiliza miongozo yake ikoje. Ufalme wa Mungu utakuwa wa kwako. Haleluya, haleluya. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Watu wanakuchukia leo kwa sababu ya maono yako uliyowapa. Watu wanakuchukia leo kwa sababu ya ndoto yako uliyowasimulia. Watu wanakuchukia leo kwa sababu ya mipango yako uliyowasimulia, kana kwamba ni mipango mikubwa ambayo hailingani na mipango yao. Wanaona wivu, na kwa sababu shetani anatenda kazi kwenye mioyo yao, ghadhabu ya Ibilisi inasimama ndani yao. Wanaanza kutenda vita kwako, wanaamsha vita kwako, wanaamsha maneno kwako, ili usifike kwenye ndoto zako, ili usifikie maono yako, ili usifikie future yako. Lakini wacha nikwambie leo, haijalishi wamesema nini, haijalishi wameongea nini, wewe ni Yusufu Bwana. Haijalishi wamesema nini, wewe bado ni Yusufu. Jina hilo liondoke, asili yako iondoke, ndoto zako zifutike, malengo yako yafutike. Yatatimia kamwe, hayafutiki, lazima yatimie. Nani kama nabii, natamka neno kwako leo ya kwamba ndoto zako lazima zitimie, maono yako lazima yatimie, mipango yako lazima itimie. Haleluya! Sema wapigwe, wapigwe wanaofuatilia ndoto zangu, malengo yangu, huduma yangu. Wapigwe, wapigwe kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wanaona biashara yako unauza sana, wanaona ukisoma unaelewa sana, wanaona wewe kila mtihani unapata wani, wanaona wewe kila mtihani unapata namba moja. Wanaanzisha bidizo, wanaanzisha maneno, wanaanzisha vikao, tumfanyie nini? Lakini lengo lao sio kwamba unawakosea, wakushushe uende sifuri, wakushushe uende kwenye ente. Lakini wacha nikwambie leo, hiyo sifuri ni ya kwao, hiyo ente ni ya kwao, hayo mabaya ni ya kwao, hayo yote ni ya kwao. Wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Haleluya, wewe ni mshindi. Haleluya. Biblia inasema akawaambia, tafadhali nisikieni, sikieni ndoto hii niliyoiota.
tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Haleluya! Tazama vita inapoanzia. Vita ipo kwa sababu ya ndoto zako. Una vita kwa sababu ndoto zako zilikuwa tishio. Hawana amani kabisa. Waliposikia ndoto zako, waliposikia maono yako, wakakosa amani, wakashindwa kukaa kwa kutulia, wakila vyakula vingi tumboni, wakinywa maji hayateremki sawasawa, wakaanzisha vita kwako, wakasema hapana, hatutaridhika kamwe, lazima tupange vita kwako, kwa sababu haiwezekani. Ina maana sisi tutakuinamia wewe, ina maana wewe utakuwa mkuu kuliko sisi. Ndoto yako itatimia, wala haitanyamazishwa kamwe. Na wewe angalia wakati ndoto zako hazitazimishwa kamwe, zitatimia. Haleluya, zitatimia. Asiyesema ndiye aliye mnafiki, na huyo ndiye aliye adui ajaye. Zitatimia. Haleluya, haleluya. Nitasoma mstari ule wa 8. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Kimsingi Yusufu hajasema jamani, nimeota ndoto kwa kweli nitawatawala, nitawamiliki. Nimeona miganda yenu na mganda wangu ukatoka ukasimama mbele yenu, alafu miganda yenu ikainama chini. Sijasema kwamba tawamiliki jamani. Sasa kama mnajua, simfurahie, chuki za nini? Haleluya. Wakati mwingine unapita sio kwa sababu Mungu amekuacha, sio kwa sababu Mungu amekaa mbali na wewe. Anakuonyesha ya kwamba wewe ni almasi, wewe ni dhahabu, wewe ni mwenye ndoto njema, wewe ni mwenye maono makubwa. Lazima maono hayo yapate kutimia. Haleluya. Unaona sasa, kumbe kuna saa. Kwa nini ninapita? Ninapita kwa sababu ya ndoto zangu, sio kwa sababu nimekukosea, sio kwa sababu nimekosea fulani. Ninapita kwa sababu ya ndoto zangu, ninapita kwa sababu ya utawala wangu, ninapita kwa sababu ninaomba kuliko wao, ninapita kwa sababu nimemiliki kuliko wao, ninapita kwa sababu uzao wangu ni wa kinabii kuliko wa kwao, ninapita kwa sababu wako akina Samueli wanakuja, ninapita kwa sababu uko mkate wangu utakosimama milele, hautapungua kama unakuja. Haleluya. Hiyo ndio chanzo, hicho ndicho chanzo kwa nini unapita. Haleluya. Nitasoma mstari huo naye. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Kwa ajili ya nini? Na kwa ajili ya nini? Sio kwa ajili ya kwamba Yusufu amewakosea adabu, sio kwa sababu Yusufu aliwatukana. Ni kwa sababu ya maneno yake. Yawezekana ulipoongea katikati yao maneno yako, kwa kuwa yana upako wa Bwana, wakachukia kwa sababu ya maneno yako. Yawezekana uliposimulia ndoto zako wakachukia kwa sababu ya ndoto zako. Lakini wacha nikwambie siku ya leo, naongea nabii hapa, na hili alipimiki ya kwamba lazima ikatimie, lazima itimie kwa jina la Yesu. Ndoto yako itatimia, maono yako yatatimia. Hakuna mtu atakayezuia, hakuna mtu atakayezilisha, hakuna mtu ambaye atasema isitimie. Ikiwa umesema ya kwamba utasoma mpaka Obama awe mdogo wako, utasoma ndio. Ikiwa umesema utasoma mpaka ukawe rais ajaye, wewe soma tu. Ikiwa umesema kwamba utasoma mpaka ukawe waziri mkuu, wewe soma tu. Ukawe injinia, wewe soma tu. Hakuna atakayezuia. Haleluya. Ukawe daktari na wao wapigwa kwelikweli na malaria ili sindano yako iwahusu. Haleluya. Ukawe
mshindi. Haleluya, ukawe mshindi kwa jina la Yesu. Mstari wa 9, twende taratibu tu. Mstari wa 9, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Nimeota ndoto na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Haleluya! Kwa hivyo vita, jua leo nimeinama kwa ajili yako. Kwa hivyo vita, nyota inakusikia wewe ni mkuu kuliko wenyewe. Yoshua akasimamisha nyota na mwezi, akasimamisha jua. Ni kwa nini? Vilimwinamia, vikatii sauti yake, navyo vikasimama. Mwezi ukasimama, jua likasimama. Nami nakwambia kwamba mipango ya shetani ikasimame kwako, ikawe kimya kamwe, wala isikae nafasi yako, isikae kwenye jamii yako, ikakuinamia mipango ya ibilisi, ukapita juu kana kwamba ni zulia makanyaga, ukapita juu ya mipango yao, ukapita juu ya mabaya yao, ukapita juu ya ukofu walioweka. Pita juu, tembea. Haleluya! Je, walipopewa na hii waliongeza nini? Haleluya! Waliongeza nini? Haleluya! Mstari wa 10, Biblia inasema kwamba akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Haleluya! Yusufu haleti vita, ndugu zake wanaleta vita. Yusufu anaota ndoto, lakini ndoto inaleta vita. Nami nikwambie kwamba una vita kwa sababu kuna mgodi ndani yako. Una vita kwa sababu kuna magari yanakuja. Una vita kwa sababu ndoa njema inakuja. Una vita kwa sababu ajira yako inakuja. Una vita kwa sababu Samueli wako anakuja. Una vita kwa sababu uzao wako unakuja. Una vita kwa sababu Isaka wako anakuja. Una vita kwa sababu uchumi wako unainuka leo. Una vita kwa sababu haleluya, haleluya. Tazama jinsi ambavyo chuki binafsi zinainuka. Yusufu hakuota ya kwamba awaambie nimewaota tawaua, basi na wao waanzishe vita, lakini wakaanzisha vita kwa sababu ya ndoto zake zilizo njema. Walitaka kusikia anaota namna hii, nimeota nimejiona na kufa. Hapo wangefurahi. Haleluya! Nimeota na kufa, wangefurahi. Nimeota na katokata vipande, wangefurahi. Lakini akaota ndoto njema, na hiyo ndoto ikawa ni ndoto mbaya, ikainua vita kwa upande wa ndugu zake. Yawezekana jamii imekutenga kwa sababu ya ndoto zako. Jamii imekutenga kwa sababu ukiongea wewe umeongea maneno ambayo akili zao hazijaweza kuwa na kiwango za kukuelewa unachomaanisha. Ukiongea wao wanatafsiri vibaya, ukiongea wanatafsiri kinyume, kwa sababu kiwango chao ni kidogo. Unapoitoa ndoto wanatoa maana tofauti ya kwamba huyu anataka tutawale. Hapana, ni kwa sababu ya ufinyu wa akili zao, ufinyu ufahamu wao. Hicho ni kitu ambacho Bwana ameahidi na lazima itimie. Bwana akisema lazima itimie. Yesu ni mwaminifu. Bwana lazima ikatimie. Yote aliyopangilia kwako lazima yawe. Haleluya! Naongea mashetani wasikie, naongea adui zako wasikie ya kwamba siku ya leo nabii wa Bwana amenena ya kwamba kazi za ibilisi zinanyamaza kimya, alafu wewe unapita. Mabaya yananyamaza kimya, wewe unapita. Magonjwa yakuondoke, songa mbele. Ukiwa uondoke, songa mbele. Utasa uondoke, songa mbele. Umasikini uondoke, songa mbele kwa jina la Yesu. Haleluya! Shinyanga naisikie, anga wa Shinyanga naisikie, nyumbani kwenu na wasikie, wachomba na wasikie, mashangazi na wasikie, maagano ya ukoo yasikie ya kwamba wewe unashinda.
wewe ni mshindi. Haleluya, haleluya. Vita hii ikasababisha Yusufu kuuzwa, wakatamani kumuua, lakini ndugu yake mmoja akasema, akamwambia wenzake tusimuue. Wakasema tumweke katika kibirika hiki. Bahati mbaya uzuri wakapita wa Midiani, wakasema na tumuuze, wakamuuza. Walipomuuza wale nao wakamuuza kwa Potifa. Haleluya. Yusufu akawa Misri katika nchi ya utumwa. Wao wakajua kabisa wale wamekufa, lakini hawakujua Yusufu ndiye kidume chao. Yusufu ndiye jembe lao. Walipopigwa na njaa, Yusufu akawapa chakula. Walipoziliwa, akatoa chakula. Hawakujua ya kwamba simba wamempeleka katikati ya nyama zilizotamu na zile nyama zilizonona. Akastawi kweli, akawa waziri katika Farao. Farao akawa chini ya Yusufu. Yawezekana wamekutupa ndani ya tundu la simba, lakini simba wananyamaza kimya. Wamekutupa katikati ya tanuru la moto, lakini moto umenyamaza kimya kwako. Wametega mtego jikwani, lakini ardhi inasema hatutakudondosha kamwe. Wameandaa mishale ije kwako, lakini upepo na anga inasema haitamfikia kamwe. Nami nanena siku ya leo ya kwamba mabaya uliyoyakusudia hayatakufikia kamwe. Yale yote uliyoyapangilia kwako hayatafika kamwe. Jina la Bwana linakuinua leo. Jina la Yesu linakupa ushindi leo. Jina la Yesu linakupa kutawala leo. Jina la Yesu linakupa kuinuka leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo namba mbili. Jambo namba mbili. Kwa kuwa na muda mchache, nikupe jambo namba mbili. Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Hiyo namba mbili. Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako unapita kwa sababu. Mwambie jirani yako unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Kesho yako inang'aa. Haleluya. Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Kwa nini unapita? Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Ingekuwa giza, hakuna mtu angekufuatilia. Na shetani katika wakati huu anawatumia wanadamu, sio yeye, anawatumia watu kuharibu maisha yako. Anawatumia watu, wanaleta maneno kwako, wanaleta namna ya kukatisha tamaa, wanaleta vitu ili mkufuru Bwana. Shetani leo anakamata mioyo ya watu, anakamata watu. Yawezekana wengine ni viongozi wa kanisa, walipewa dhamana ya kusimamia kanisa. Wengine ni watu ambao wanatuhubiria habari njema, lakini leo wanakamatwa na shetani ili aje afanyike fimbo, afanyike silaha ya kuiharibu kesho yako inayong'aa. Nami nasema kwamba hiyo vita leo, kwa kuwa Bwana majeshi yupo hai, akaipangue iondoke, ili kesho yako ikapate kutimia, kesho yako ikaendelee kung'aa, kesho yako ikadhihirika. Na mimi naongea kesho yako ikadhihirika, kesho yako ikaonekane, kesho yako ikapate kung'aa, kesho yako ikaonekane kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema kesho yangu haitanyamaza, itaendelea kung'aa. Kesho yangu itatimia sawa sawa na Mungu alivyokusudia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna uganga, hakuna uchawi utakaozuia kesho yangu kutimia
kwa jina la Yesu. Wapigwe, wapigwe. Haleluya, haleluya, wapigwe. Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Haleluya, unapita kwa sababu kesho yako inang'aa, kwa sababu kesho yako inang'aa, wala si kitu kingine. Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Fungua kitabu cha Mathayo ile sura ya pili. Mathayo sura ya pili, kunako mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 20. Nitasoma tu mistari baadhi kwa sababu ya muda. Rabasikebokaya. Mathayo ile sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 20. Unapita kwa sababu kesho yako inang'aa. Unapita kwa sababu unaomba kuliko wao. Unapita kwa sababu ukiomba wao wanachukizwa. Unapita kwa sababu ukianza kuimba uwepo na shuka kuliko wao watakavyoimba. Unapita kwa sababu sauti yako ikitoka wao wanasema kwa nini yeye tu. Unapita kwa sababu ukianza kunena kwa lugha kuna wingu linashuka. Unapita kwa sababu unavyoonekana wewe ni dhahabu mbele za Bwana. Unapita kwa sababu eti unaona kwa waziri wao. Unapita kwa sababu wewe unaufahamu kuliko wao. Haleluya, 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 haleluya. Wewe ni tabibu. Wewe ni mtini wenye tini tamu sana. Wewe ni mchungu ambao unakimbiliwa na kila lugha na kila kabila na kila hali yoyote ya mwanadamu. Wanakuja kwako ili waone utukufu wa Bwana. Wanakuja kwako ili waone neema ya Bwana. Wanakuja kwako ili waseme Mungu wako ni yupi. Wanakuja kwako ili waseme ni Mungu yule wa Elia au ni Mungu mwingine. Mwambie yule wa Elia, yule wa Isaka, yule wa Ibrahimu, yule wa Yakobo ni Mungu wangu leo. Haleluya. Mungu aliyesema na Hana kwa habari ya Samueli akasema nawe kwa habari ya mahitaji yako. Mungu aliyesema nami kwa habari ya unabii, kwa habari ya huduma hii akasema nawe kwa habari ya maisha yako. Haleluya. Biblia inasema kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yupo wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Haleluya. Yawezekana ulipozaliwa baadhi ya wanaukoo walichukia. Watu wanachukia kwa sababu sio kwamba unawakosea, unachofanya hawawezi kukitafsiri. Kuna wakati ambao watu wanakuchukia kwa sababu ya kile ulichokiongea, na sio kwamba ni kibaya, no, ni kwa sababu wameshindwa, hawana uwezo, hawajafikia kimo au kiwango cha kutafsiri ulichosema. Hivyo wao watakiona ni kibaya kwa sababu hawajafikia uwezo wa kukitafsiri. Utafundisha neno la Bwana, utahubiri, wao watakwambia na kauli mbaya kwa sababu uwezo wao wa kulielewa lile neno ni mdogo sana, kwa sababu kiwango cha ufahamu wao bado ni mdogo. Unayo ya kusudia ndani ya moyo wako yaliyo mema, na yafungulia mlango siku ya leo yakatimie kwa jina la Yesu. Kabla ya mwezi wa 6 ninaamuru mipango iliyo nayo ianze kuonekana kuanzia sasa. Ianze kuonekana kuanzia sasa. Ianze kuonekana kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Anasema nasi tumekuja kumsujudia. Haleluya. Tumeiona nyota yake mashariki, hivyo tumekuja kumsujudia. Kwa nini unapita? Nyota yako inang'aa. Maana ni kwamba kesho yako inang'aa. Ndio maana leo hii unapita
wanamsakama Yesu, wanatafuta kumuua, lakini hajawakosea chochote. Hajaja kwa ajili ya kumkosa mwanadamu, amekuja ili awe mti ulio mwema, awe mti wa uzima, amwage damu watu waokolewe. Lakini kwa nini watu wachuki naye? Kwa nini Mafarisayo wanapingana naye? Kwa nini baadhi ya Wayahudi wanapingana naye? Kwa nini Herode anachukia? Ni kwa sababu tu kesho yake yeye ni mfalme wa wafalme, kesho yake yeye ni mmiliki, kesho yake anatawala mbinguni na duniani, kesho yako wewe ni mfanya biashara, kesho yako wewe ni mtu mkubwa sana, kesho yako wewe ni mtu ambaye utakuwa na mali nyingi, kesho yako wewe ni mtu ambaye hautakuwa na masikini tena, kesho yako ni mtu ambaye utafaulu sana. Ndio maana siku ya leo wanakutafuta kuwe, ndio maana siku ya leo wanaleta vita kwako. Haleluya! Wapigwe, wapigwe, haleluya! Ule mstari wa 3, basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Haleluya! Kuna wakati mpendwa, kwa sababu tu ya kuzaliwa kwako, kwa wengine ni chuki. Kwa sababu tu ya kuwepo kwako, wengine hawapendwi. Wanaona ukisimama wewe kana kwamba unaharibu, lakini kosa sio hilo. Ni kwa sababu kesho yako inang'aa sana. Ndio maana wanapotazama wanaona wivu. Kama huyu ni mfalme, mimi Herode nitakuwa nani? Kama yeye ni mtawala, mimi nitakaa wapi? Kama yeye atakuwa mkuu kuliko mimi, nafasi yangu iko wapi? Wanaanza kufanya vita, wanainua vita kazini kwako, wanainua vita kwenye familia yako, wanainua vita mahala fulani. Lakini wacha nikwambie siku ya leo, kiti chako ambacho Bwana amekiandaa cha ufalme hawatakuondoa kamwe, 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 kamwe hawatakuondoa kwa jina la Yesu. Haleluya! Utaendelea kutawala kama hawatakutoa. Hebu sema kwa jina la Yesu, mimi ni mtawala, mimi ni mtawala. Kiti changu cha ufalme, cha utawala, cha utawala lazima nikikalie, sitaondolewa kamwe. Maana kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa, nami naling'oa leo, ninayang'oa leo. Na wale wote wanafanya vita na maisha yangu wapondwe na nyundo ya Bwana, wapigwe, wapigwe kwa jina la Yesu. Ninajua wakanga na wachawi wa Shinyanga wanapataga shida sana wanapolisikia. Haleluya! Awe ni mjomba wako, shangazi yako anajihusisha na hayo, jua kabisa ya kwamba anapata shida wanaposikia sauti ya nabii Baraka inanguruma. Lazima aseme ya kwamba kwa nini mtu asife, kwa nini mtu asipote. Nami nasema sijaandikiwa kufa, sijaandikiwa hesabu ya kufa, nina hesabu ya kuishi mpaka Yesu anarudi, nina hesabu ya kuishi mpaka haleluya. Nawe pokea mafuta hayo ya kuishi mpaka shetani anyamaze, ishi mpaka maadui wafe, ishi mpaka wachukie, mpaka wapigwe magonjwa, mpaka wao waangalie ukiwatazama, mpaka Bwana aje ukimwona. Haleluya! Tuendelea kusoma mstari wa 4. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya nyota. Wakati mwingine ukiona hauna pita, nenda kaombe, mwambie Bwana, nimefunikwa na kifuniko. Kama sina pita, kifuniko kimenifunika, sionekani. Ninafurahi kuwa na vita. Hiyo ni moja ya kunijulisha kwamba mimi ni upanga kwao, mimi ni mshale kwao, mimi ni silaha kwao, mimi ni almasi kwao, mimi ni dhahabu kwao, mimi ni fedha kwao.
hawakuongelei. Hakuna vita inakuja kwako, ujiulizi eti sina vita. Namshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya. Kama namshukuru Mungu sina vita, kwa kweli napumua. Biblia inasema ya kwamba ninyi ni maaskari ashindaye mpaka mwisho, kwa sababu hayaingii mbinguni mapoza, hayaingii mbinguni manyonge, wanaingia walioshinda na kuvikwa taji ya ushindi, walioinua mikono yao wakapigana ngome, wakampiga shetani, wakayapiga mapepo, wakayashinda mabaya. Baada ya hapo taji ikakaa juu yao, wanaingia mbinguni huku mikono wametanua, wanaingia malaika wanainama chini, wanaingia malaika wanasimulia. Lazima uwe wewe kwa jina la Yesu utakaingia kwa ushindi. Haleluya. Wakati mwingine vita inaondoka mpaka tunaitaka, kwa sababu bila vita sitaimarika, nitajisahau. Nikiona pamepoa, mimi mwenyewe naanza kuwa mchokozi. Ibilisi uko wapi? Piga mtao. Vifungo viko wapi? Vichokonoe. Mmepana mapana kaburi, kafungue. Pita kila mahala ili tu wakasirishe, wakamate wanafiki, watuse, wakamate waondea, watuse, wakamate wanaosemenya, watuse, ili wakisema, alafu ndio nasimama sasa, ninapingana na mawazo yenu, napingana na maneno yenu, ninakataa mipango yenu mibaya, ninakataa kwa jina la Yesu. Maneno yenu nayafuta, damu ya Yesu. Tembea, damu ya Yesu. Ondoa uchafu wao, ondoa maneno yao, ondoa misale yao, iondoe kwa jina la Yesu. Na iondoa waliosimama, iwe ni 10,000, iwe ni mamia, na wapiga wote. Hapo ndio raha sasa. Unaona mwili umechemka, unaona koo inafanya kazi, unaona roho ananena, unaona roho inatembea, unaona neno linatembea. Sina kaka tu, sina vita, umepiga nne. Acha kuwa mzembe. Haleluya. Unapoona hauna vita, nenda mchokoze, mwambie ndio wewe unafanyaje hapa, mguse jicho lake, toka miguu yake, alafu rudi usimue, ili akujie tena akuimarishe. Haleluya. Makwazo yanabudi kuja, lakini tupigane nayo na tuya. Haleluya. 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 Ukisoma hapo utaona kwamba kuna watu walifurahia kwa sababu wewe umepata kazi, na kuna watu walichukia kwa sababu umepata kazi. Amen. Sasa jiulize, ni kwa nini hujawakosea? Hujawakosea, lakini ni kwa sababu tumepata kazi. Hawakutaka wewe na nini na kazi, walitaka tu baki kwa maskini kwao, wanaomba kwao. Kwenye hayo mambo sisi tunayataka. Yaani sisi tunaomba kwa hatutaki. Hatutaki. Hebu waondoe pumbavu wao. Hatutaki. Tumepata kazi sasa, vijusi vimeanza. Kwa nini siku hizi unaona sasa akiongea na mauzano hapo, unaona sasa ni kama anachukua. Wewe una ya kwako, sema mengine. Hiyo ni kazi yake, acha istawi. Kama una lako jambo sema, na kama hauna tukuchungulia rohoni, tukiona tunakufyetua. Uwe tufanya blogu ya kuchoma, utajua mwenyewe. Haleluya. Unataka tukusikie wewe tu, kwamba tumsikie yeye tu. Ina kazi. Haleluya. Haleluya, ina kazi. Wengine wakipata, unaanza kuwanunia, unaanza kuwasema vibaya. Hao ni watu ambao siku ya leo lazima tutoe neno moja tu, wapigwe. Yatosha. Wapigwe kwa jina la Yesu. Una kazi, fanya kazi. Una kazi, tafuta kazi.
Haleluya. Eti wananuna kwa sababu wewe unafanya biashara. Haleluya. Wapigwe kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Lazima ifike wakati sauti yako iungurume. Ukisoma hapo utaona kwamba mamajusi walipoiona ile nyota wakafurahia, lakini Herode Kwa nini watu wakachukia baada ya kusikia Yesu amezaliwa? Walichukia kwa sababu waliona nafasi zao zitaondoka, na ndio maana siku zote anapoinuka mtu ndani ya kanisa ameng'aa, vigizo vinaanza ili arudishwe nyuma, kwa sababu wale wajui wataona kwamba hii nyota inayokuja itatusogeza kwenye nafasi. Yaani badala ya furahia na chukia. Unaona sasa mamajusi wakafurahi, lakini kwa nini Herode? Why Herode achukie? Huwa tunafurahi tunapoona mfalme amezaliwa, kiongozi amezaliwa, tumpishe atawale. Tunafurahi tunapoona fulani amepata kazi, tumuombee afanikiwe. Tunafurahi tunapomwona mtu amepona, tumshuhudie Bwana, tumshangilie. Tunafurahi tunapomwona mtu anafanya biashara, tumuombee sawa. Haleluya. Amen. Herode akachukia sana. Wako maherode. Kwa nini unapita? Kesho yako inang'aa. Kwa nini unapita? Wewe ni mfalme. Wanamwandama Daudi. Daudi anakimbia mapangoni, anakimbia huko, anaenda kuapisha, mara kaenda huko. Lakini yote haya si kwamba amemkosea Sauli. Yeye ni mfalme. Haleluya. Kwa sababu yeye ni mfalme. Wakati mwingine unapita kwa sababu wewe ni mfalme. Utatawala kwa sababu wewe ni mtu ambaye kesho na kesho kutwa tutakusoma kwenye magazeti kila nyakati na kwenye taarifa ya habari. Tukiona makontena yako yanapita, bidhaa mbalimbali zinapita, tukiona maduka yamesheheni ya kwamba wewe umefanikiwa. Na ndio maana leo hii wanafanya vita, kwa sababu wanaona makontena yanapitisha almasi, yanapitisha dhahabu. Wanaona kabisa ya kwamba wewe ni mbunge, wewe ni diwani, wewe ni rais, wewe ni daktari. Ndio maana siku ya leo wanaweka vigisu kwako, lakini wacha siku ya leo tuseme wapigwe. Haleluya. Wapigwe. Haleluya. Wapigwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Naongea na kila mtu ambaye yuko hapa na ambaye hayuko hapa, atakayenitazama kwa njia ya mtandao, kwa njia yoyote ile, ninazungumza na yeye ya kwamba kila kilichomfuatilia kibaya leo kinang'oka kwa jina la Yesu. Leo kinang'oka kwa jina la Yesu. Leo kinang'oka kwa jina la Yesu. Leo msema mabaya yote yanaondoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya. Wakaanzisha vita. Watu hawa wakaanzisha vita. Herode na baadhi ya makuhani wakaleta vita. Kwa nini huyu wazaliwe? Huyu utakuwa mfano wa Wayahudi huyo. Sasa mimi kiti changu hichi kitageuka. Kuna haja gani mimi kutawala? Hapana, auawe. Haleluya. Auawe. Unapoona mtu anaomba
Maana ni kwamba anavyoomba kuna wingu linaonekana, anapoomba unaona kabisa wepesi unaonekana, unaanza kumtengenezea vigizo, kwa sababu yeye anaomba kuliko wewe, kwa sababu yeye akianza tu unaona kabisa wingu linashuka, unaona watu wanafunguliwa. Basi ndio unaanza kwamba atakufanya zote zote wapigwe. Sema kwa jina la Yesu, nitaomba kuliko wao, nitakuwa na power kuliko wao, nitakuwa na power kuliko wao, nitakuwa na power kuliko wao. Nami nakuombea ukawazidi wao, maana Yesu amewazidi miungu wote. Hebu chukua vazi la Yesu leo, ukawazidi wote kwa jina la Yesu. Wale walio maadui ukawazidi kwa jina la Yesu, walio wanafiki ukawazidi kwa jina la Yesu, walio wambea ukawazidi kwa jina la Yesu, wanakufuatilia ukawazidi kwa jina la Yesu. Pokea kuwazidi kwa jina la Yesu. Haleluya. Unashinda, unashinda, unashinda. Haleluya, unashinda. Nitatoa tu hatua ya mwisho, ziko nyingi sana, lakini nitakupa kwa nini unapita. Nikupe jambo la tatu. Yako mengi sana mpendo, yako mengi sana, lakini wacha nikupe matatu tu. Unapita kwa sababu wewe unaomba kuliko wao. Unapita kwa sababu wewe unaomba kuliko wao. Danieli ile sura ya 6 na mstari wa kwanza hadi wa 28, kitabu cha Danieli. Danieli ile sura ya 6 na mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 28. Haleluya. Tunaona hapo kwa habari ya Danieli kwa Dario. Haleluya. Ukisoma Biblia hapo tunaona kabisa kwamba kuna jinsi ambavyo walileta vigisu kwa Danieli, wakasema kwamba hatutaki aombe. Hatutaki afanyaje? Mawaziri na maliwali mbalimbali, watu wenye vyeo wakasimama kinyume na Danieli, wakapeleka neno kwa mfalme. Naongea na mtu, wakapeleka neno kwa mfalme. Mfalme, uishi milele. Na kwa kuwa tumesema uishi milele, lazima tusikilize, maana tunasema mfalme ufe. Haleluya. Neno hilo kwa mfalme zamani ilikuwa ni neno ambalo ni zawadi kubwa sana. Ndio maana hata kina Meshaki, Shadraka na Abednego, hata Danieli mwenyewe pia alisema alipokuwa ndani ya tundu simba, mfalme uishi milele. Lakini mimi ndo nitaishi milele zaidi. Amen. Yaani Danieli anasema lakini mimi sema tu alisemea moyoni, lakini mimi ndo nitaishi milele zaidi. Wakatengeneza vijusu, walipomchongea asiombe. Danieli akasema amejue, nikaingia ndani nikafungua madirisha. Nikaanza koyandara kwa sakara kwa kenyere bukaya, wakasikia. Nikaongeza sauti, raba nerere bukaya, ikandara mama seye, raba baba kaya yaya. Wakasikia paza tena, raba masekere bukaya. Wakamwendea mfalme wakamwambia, mbona jamani naendelea tu hivi na kwaje? Kwa nini tusitupie kwenye tundu la simba? Mfalme akashawishika akasema hizote, kwa kuwa hajasikia nendeni mkamchukue. Kwa nini? Anaomba kuliko wao. Hiyo vitu inatoka wapi? Anaomba kuliko wao. Kwa nini unapita? Unaomba kuliko wao. Unaomba kwa muda mrefu, kwa yako na nguvu kuliko wao. Wakamtengenezea hila, vigisu and vigisu.
Walipomtengenezea, Waswahili wanasema wakamchongea. Walipomchongea yakachongeka, yalipochongeka yakamvaa, akakamatwa, akatupwa ndani ya tundu la simba. Hawakujua wamemtupa nani. Simba wa Yuda alikuwa ndani ya Danieli. Alipotua, simba wakasogea pembeni, njaa zikawaisha. Wakasema hatujawahi kuona moto kama huu. Wakakaa pembeni, wakajikunyata wale simba. Danieli likaendelea kasema huko ndo pazuri. Kesho yake wakaenda wakamkuta jana Danieli ni mzima. Mfalme akaita yeye akasema uishi milele mfalme, nipo naishi. Alipotolewa wale watu ambao walifanya vigisu wakarushwa ndani, wakateketea. Nami nakwambia leo wamechimba shimo, watadumukia wao. Wamerusha mawe, watawapiga wao. Wanyang'anya misale, utawachoma wao. Wanyang'anya moto, wateketeze wao. Haleluya. Wapigwe. Danieli sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 30. Nimalizie tu andiko hilo la mwisho. Danieli sura ya 3 na mstari wa kwanza mpaka wa 30. Meshaki, Shadraka na Abednego utakuta hapa. Haleluya. Haya ni majamaa ambayo hayakuwa yanaogopa. Yanaambiwa kwenda chini, anasema tunaye Mungu tunayemuomba Bwana, sio sanamu hili. Yawezekana wanakupa vitisho kwa sababu ya mali zao, wanakupa vitisho kwa sababu ya vitu walivyo navyo, lakini kama usiinamie, mwambie Bwana aliye hai, Mungu anakutumikia wewe tu. Ninasimama kwako tu. Walipowakamata watu hao, baada ya kuwa wamekataa kulinamia ile sanamu, wakawatupa ndani ya tanuri linalowaka moto, wakatupa kule ndani. Biblia inasema wale waliowatupa walikufa na ule moto, kwa sababu ilikuwa ni mkali sana. Lakini yale majamaa yalipoingia ndani ya tanuri, yakaanza kuimba sifa. Wewe ni Ebeneza, yanazunguka kwenye moto, yanazunguka kwenye moto, yanaimba sifa ya Bwana, yanamtukuza Bwana, yanazunguka. Yakaangalia kwa Bwana hawafi. Alafu Bwana walikuwa wanne. Haleluya. Yakasema sanamu silo ambalo watu tunaliomba, kwa kuwa watu tunaomba kuliko ninyi ni waoga. Ndio maana nataka kutuangamiza. Hatuta kneel down kamwe. Majamaa yakasimama, yako matatu, yakasema kitaeleweka. Yalipotupa ndani, wakawa wanne. Walimtumaini, akashuka ndani yao, akawaambia makamanda, makamanda wangu, mimi nawaona ndio. Wakapiga stori ndani ya tanuru la moto. Majamaa yametulia, kwa mzee uko hapo, safi sana. Hakuna unywele ulioungua, mavazi yaliyoungua, yakatoka yanameremeta yale majamaa. Mfalme akasema kuanzia leo dondosha sanamu, wote mtamwabudu Mungu wa Meshaki, wa Shadraka na Abednego. Nani wacha siku ya leo watamwabudu Mungu wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila vita iliyoinuka kwa ajili yangu na ikataa kwa jina la Yesu. Vita yoyote iliyotoka mashariki, iliyotoka magharibi, iliyotoka kusini, iliyotoka kaskazini, ninaikataa kwa jina la Yesu. Iwe ni vita ya shangazi, vita ya mjomba, vita ya bibi, ya wachawi, ya waganga, ondoka kwa jina la Yesu. Hebu simama tu hapo ulipo. Rapa sekere kaya rapa kete. Simama tu hapo ulipo.
Simama tu hapo ulipo. Inua mikono yako juu. Asante Bwana Yesu, wewe peke yako ni mwema. Tunakutukuza. Thank you Lord, thank you Jesus. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kuanzia leo ninajitenga na kila hila ya shetani kwa jina la Yesu. Najitenga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza ziondoke ndani yangu. Funika macho yako.